Usiku wa tarehe 10 Septemba mwaka 2011 ulianza kama usiku mwingine wa kawaida kwa maelfu ya wakazi wa Zanzibar. Wazazi, watoto, wafanyabiashara na wanafunzi walipanda meli ya MV Spice Islander 1 wakiamini wangewasili salama Pemba. Lakini ndani ya saa chache safari hiyo iligeuka kwa moja ya majanga mabaya zaidi baharini katika historia ya Tanzania. Katika giza la usiku, katikati ya mawimbi makubwa ya bahari ya Hindi, maelfu ya maisha yalibadilika milele. Nini hasa kilitokea? Je, ajali hii ingeweza kuzuilika? Hii ni simulizi ya kusikitisha ya kuzama kwa MV Spice Islander 1. Haya ni makala ya simulizi leo. Usiku wa Jumamosi tarehe 10 Septemba mwaka 2011 katika bandari ya Unguja Zanzibar, mamia ya watu walikuwa wakikimbilia kupanda meli ya MV Spice Islander 1. Wengine walikuwa wakirejea nyumbani Pemba baada ya shughuli za biashara, wengine walikuwa wanafunzi waliomaliza likizo, huku wengine wakielekea kuungana na familia zao. Hakuna hata mmoja wao walidhani kwamba safari hiyo ya kawaida ingekuwa ya mwisho katika maisha yao. Majira ya saa 3 usiku, meli iliondoka bandarini ikielekea kisiwa cha Pemba, umbali wa takriban kilomita 80 kupitia bahari ya Hindi. Ingawa uwezo rasmi wa meli ulikuwa ni kubeba wafanyikazi 45 na abiria 645 tu, iliondoka ikiwa imejaa kupita kiasi. Mbali na mamia ya abiria, meli hiyo pia ilikuwa imebeba mizigo mbalimbali ikiwemo magunia ya mchele na bidhaa nyingine za biashara. Uzito huo ulizidi uwezo wa meli, jambo lililoongeza hatari ya safari tangu mwanzo. Kwa saa kadhaa safari iliendelea kama kawaida. Abiria wengi walikuwa wamelala, huku wengine wakizungumza na kufurahia upepo mwanana wa bahari. Lakini kadri usiku ulivyozidi kusonga mbele, hali ilianza kubadilika. Takriban saa 7 usiku, baada ya kusafiri karibu saa 4, meli ilikumbwa na hitilafu ya injini. Bila nguvu za kuisukuma mbele na huku ikiwa imelemewa na uzito mkubwa, meli ilianza kuyumba kutokana na mawimbi ya bahari. Dakika chache baadaye ilipinduka na kuzama katikati ya bahari kati ya Unguja na Pemba. Kilichofuata kilikuwa ni taharuki isiyoelezeka. Giza lilitanda kila upande, watu walipiga mayowe wakiomba msaada, watoto walitenganishwa na wazazi wao, na wengi walijikuta wakipambana na mawimbi makali huku wakishikilia vipande vya meli vilivyokuwa vikielea. Wengine walifanikiwa kuogelewa kwa muda, lakini wengi walichoka na kuzama kabla ya msaada kufika. Mara baada ya taarifa za ajali kusambaa, operesheni kubwa ya uokoaji ilianzishwa. Meli nyingine, vikosi vya ulinzi na wananchi walishiriki kuokoa manusura. Zaidi ya watu 620 waliokolewa, ingawa wengi wao walikuwa na majeraha makubwa na mshtuko wa kisaikolojia. Hata hivyo, idadi ya waliopoteza maisha ilikuwa kubwa mno. Uchunguzi wa baadaye wa serikali ulionyesha kwamba zaidi ya watu 1500 waliaminika kufariki, huku mamia ya wengine wakitoweka baharini bila kupatikana. Ajali hiyo iliingia katika historia kama moja ya majanga mabaya zaidi ya usafiri wa majini kuwahi kutokea nchini Tanzania. Baada ya maafa hayo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilitangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa, ikianzisha vituo vya kuwasaidia manusura na familia za waathirika na kuunda tume maalum kuchunguza chanzo cha ajali hiyo. Uchunguzi ulionyesha kuwa upakiaji wa abiria na mizigo kupita uwezo wa meli ulikuwa sababu kuu ya maafa hayo, huku hitilafu ya injini ikichangia kuzorotesha hali na kusababisha meli kupinduka. Kutokana na tukio hilo, wataalamu wa usalama wa majini walisisitiza hatua kadhaa muhimu za kuzuia ajali kama hizo kutokea tena. Miongoni mwa hatua hizo ni kuhakikisha vyombo vya bahari
na majini havibebe abiria au mizigo zaidi ya uwezo wake, kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa injini na mifumo ya usalama, kuhakikisha kila abiria anapata koti la kuokoa maisha, kufuata utabiri wa hali ya hewa kabla ya safari, na kusimamisha kukali sheria zote za usafiri wa majini bila kufanya upendeleo. Miaka imepita tangu usiku huo kutisha, lakini kumbukumbu zake bado zinaishi mioyoni mwa Tanzania wengi. Familia nyingi zilipoteza wapendwa wao, watoto walibaki yatima, na wengine walipoteza kila kitu walichokuwa nacho. Naam, usiku ule uliisha, mawimbi yalitulia, lakini simulizi ya MV Spice haikuishia baharini. Inaendelea kuishi katika machozi ya familia zilizopoteza wapendwa wao, katika ushuhuda wa manusura walionusurika kifo, na katika mioyo ya elfu ya Watanzania ambao bado wanaokumbuka usiku huo wa majonzi. Kila aliyepanda meli ile alikuwa na ndoto. Wengine walikuwa wakirejea nyumbani baada ya kazi, wengine walikuwa wakielekea kukumbatia familia zao, na wengine walikuwa wakianza ukurasa mpya wa maisha yao. Lakini kwa wingi wao, safari hiyo haikuwahi kufika mwisho waliotarajia. Miaka imepita, lakini maumivu hayawezi kupimwa na kalenda. Kila jina lililopotea lilikuwa maisha ya mtu, lilikuwa ndoto, lilikuwa matumaini ya familia, na lilikuwa sehemu ya historia ambayo haiwezi kufutika. Bahari inaweza kuficha mabaki ya meli, lakini haiwezi kuzamisha ukweli wala kufuta kumbukumbu za waliopoteza maisha. Na kila mara meli inapokatiza kati ya Unguja na Pemba, kuna swali ambalo bado linaelea juu ya mawimbi. Je, kama tahadhari zingechukuliwa mapema, ni watu wangapi wangeendelea kuwa hai leo? Kwa kumbuka waliopoteza maisha si kwa ajili ya kuhuisha huzuni, bali ni kutukumbusha kwamba kila sheria ya usalama ilitungwa kuokoa maisha. Uzembe wa dakika chache unaweza kuacha majeraha yanayodumu kwa vizazi. Historia haiwezi kubadilishwa, lakini mafunzo yake yanaweza kubadilisha siku zijazo. Na pengine heshima kubwa tunayoweza kuwapa waliopoteza maisha katika MV Spice Islander si machozi yetu, bali kuhakikisha kwamba janga kama hili halitokei tena. Na hiyo ndiyo ilikuwa simulizi leo. Jina langu ni Michael.